katika jina la Yesu Kristo. Litukuzwe na kuhimidiwa jina lako takatifu, kwa kuwa wewe ndiwe Mungu, kando yako na badala yako hapana mwingine. Uyatendaye yasiyowezekana na kuyageuza yasiyogeuzika. Pokea sifa, shukrani na utukufu. Hii na iwe fursa nyingine kupitia nguvu katika neno, utakapogusa maisha ya kila mtazamaji. Yaguse kwa kiwango cha uhitaji wake ulivyo. Nena, na kwa kule kunena kwako kukambatane na uponyaji na ukombozi na kustareheshwa pande zote za maisha yake. Muondolee kila namna ya mkwamo, mpatie ushuhuda wa yale yatakayofanya maisha yake kuwa maisha ya kuonewa fahari daima, katika jina la Yesu Kristo, amen. Haleluya, na lihimidiwe jina la Bwana Yesu. Ni ndugu yako Bishop Manasseh DM kutoka ENCC mji wa Bwana, Mbezi kwa Msuguri, mahala mabaya yasiporuhusiwa kuharibu. Imekuwa ni heshima mbele za Mungu na ni ya kuthaminiwa mbele yako katika kila wakati uliponipa fursa hii ya kukuhudumia kwa sauti ya neno la Mungu kupitia nguvu katika neno. Yale yote yanayosheheni ndani ya nguvu katika neno ni thamani ya yale yaliyofanyiwa kazi kwa kina, ni yale yaliyofanyiwa kazi katika uwepo wa Mungu. Thamani yake si ya fedha na mali. Thamani yake na tafsiri ya umilele katika maisha ya watu sasa na umilele ule ujao. Na kwa sura hiyo hiyo, moyo wangu ukiwa unamtukuza Mungu kwa ajili ya familia yote ya mji wa Bwana, ndivyo ninavyonena shukrani zangu kwa Mungu kwa ajili ya timu yote ya Hebron Media, ambayo kwa mikono isiyochoka na kwa thamani inayotakikana wamehakikisha kwamba unahudumiwa na nguvu katika neno kama ilivyo hivi leo. Utakuwa mwenye hekima kabisa ukiwashirikisha wengine, iwe ni kupitia social media au kama hivi kupitia Hebron TV. Sauti ya Mungu, neno la Mungu linapokuwa limepewa sauti, ndipo linapobeba uzima na mdhihirisho wa yale yote ambayo Mungu analipeleka kwao. Ni mtiririko wa kuikabili roho ya mkwamo. Roho ya mkwamo ni janga linalokabili vizazi vya wanadamu. Maisha ya mwanadamu hayakukusudiwa na Mungu yawe maisha yaliyokwama katika eneo lolote la maisha ya mwanadamu huyo. Haipasi mwanadamu akwame katika afya, katika makuzio, katika uchumi, katika elimu, katika maisha na kwa kila eneo linalomhusu mwanadamu huyu. Haipasi mwanadamu awe amekwama. Na kama amekwama, kuna roho inayosimamia mkwamo. Jukumu langu katika mtiririko haya yote ni kukuwekea ufahamu ndani yako. Kwa ufahamu huu upate kujua kwa nini ulikwama na njia gani utoke usikwame tena. Au kwa nini wale wanaokuzunguka wamekwama na jinsi gani unaweza kuwasaidia ili waondoke mahala pa yale yanayowakwamisha katika safari ya maisha yao. Tukiwa tumemaliza kuongea sehemu ya 4 inayohusisha mkwamo katika roho ya udhaifu, na tumeingia katika sehemu ya 5, na hiki ni kipindi cha 3 cha sehemu ya 5. Sehemu ya kwanza tumeongea roho ya mkwamo
katika eneo la roho ya nyika na jangwa, yani the desert and the wilderness spirit. Tunapoongelea roho ya nyika na jangwa, sehemu ya kwanza tuliongea, sehemu ya 5 kipindi cha kwanza tuliongea kuhusiana na roho ya nyika na jangwa inamaanisha nini kwa Mkristo, kwa mtu anayemwamini Yesu. Na sehemu ya pili nimeanza kukueleza mambo yale 11 hivi ya aina ya majangwa yaliyoko katika siku za Biblia na maana yake katika maisha yako. Na kipindi kilichopita nimeongea majangwa 5, majangwa 6 hivi, na leo nitaongea majangwa mengine 5, na kisha nije kipindi kinachofuata cha mwisho, yani kipindi cha 4 cha sehemu hii ya 5, tutakapoongea juu ya dalili ya mtu ambaye maisha yake yanapigwa na roho ya mkwamo katika eneo la roho ya nyika na jangwa. Ambatana nami najua ya kwamba mbingu zitakuhudumia vivyo hivyo, kwa kuwa Mungu si dhalimu. Katika kila wakati anapomtuma mtumishi wake na anapoliachilia neno, analiachilia neno likiwa na makusudi ya kukuponya na kukutoa kutoka katika kila namna ya maangamivu. Leo hii ikiwa ni kipindi cha 3 katika sehemu ya 5 ya kushughulika na roho ya mkwamo, mambo yale 5 ambayo ni aina ya majangwa yaliyo katika maandiko na maana yake unapoyakabili. La kwanza ni jangwa linaloitwa jangwa la Beth Aven. Jangwa la Beth Aven katika kitabu cha Yoshua sura ile ya 18 mstari wa 12. Mpaka wao upande wa kaskazini ulikuwa kutoka mto Jordan, kisha mpaka ukaendelea kufikia ubavuni mwa mji wa Yeriko upande wa kaskazini, kisha ukaendelea kati ya nchi ya vilima kuelekea upande wa magharibi, na matokeo ya kuwapo hapo penye nyika ya Beth Aven. Nilinena nawe kipindi kilichopita kwamba kuna maneno mawili utakaoyaona katika maandiko yanayobadilishana, yani neno bara na neno nyika. Ukikuta neno jangwa, that is the wilderness, yani ni jangwa, na ukikuta nyika, hiyo ni the desert, yani bado ni jangwa, ambalo kwa namna ya wepesi huwa jangwa nyika lina maana ya kwamba unaweza kukuta vinyasi na vimitimiti, na wakati inapokuwa ni the wilderness inakuwa ni jangwa kamili, ni mawe na mchanga, na mara nyingine ni mchanga unaoleta kimbunga cha mchanga, yani the sandstorms. Sasa jangwa la Beth Aven linamaanisha nini? Beth Aven ni muunganiko wa maneno mawili. Neno Beth linamaanisha the house, yani nyumba. Utakutana na maneno kadha wa kadha yanayoanzia na neno Beth. Neno Beth Eli, Eli ni Mungu, Beth ni nyumba, kwa hiyo inakuwa nyumba ya Mungu. Beth Eli, Beth Saida, Beth Sheba, ni haya yote ni maneno yanayomaanisha kuna kuwako na nyumba ya. Kwa hivyo neno Beth Aven linamaanisha nyumba, na Beth ni nyumba, na Aven inamaanisha vanity, yani ubatili au utupu. Na kwa sura hiyo unapokutana na jangwa la Beth Aven, inakupa ishara ya sauti gani? Ni wakati ambapo maisha ya mtu
yametetewa na Mungu. Tunasoma jangwa hili katika kitabu cha Yoshua sura ya 18. Na unapoanza kitabu cha Yoshua sura ya kwanza tu, mkakati unaanza wa jinsi ya kuipokea nchi ya Kanaani. Na Kanaani hapa tunamaanisha makabila matatu, makabila mawili na nusu kabila ya Manase wameshachukua urithi wao katika upande wa mashariki wa Jordan. Na wanapovuka, maana yake nchi ya Kanaani wameanza kuitamalaki tayari. Wameyaona matendo ya Mungu mbali huu. Wameona Yeriko ikianguka. Wameona Ai ikianguka. Wameona jinsi ambavyo jua na mwezi vinazuiliwa kwa sauti ya Yoshua. Wameona mataifa yanavyotetemeka mbele yao. Nchi imegawanywa. Na Yoshua anawapa usemi wa moja kwa moja. Hivi ndivyo inavyowapasa kufanya uchaguzi. Mimi na nyumba yangu tumechagua kumtumikia Bwana. Ninyi leo hii chagueni. Kama mtaona vema kumtumikia Bwana ni sawa, na kama si sawa kwenu, chagueni leo hii mtakayemtumikia. Katika jangwa la Beth Aven ni mahala ambapo mtu huwa anaweza kusahau wema na mema yale ambayo Mungu amemtendea, naye akajikuta anaanza kuangukia katika yale ambayo ni ubatili mtupu. Ni ubatili mtupu. Hili ni jangwa linaitwa Beth Aven. Ni mahali kama hapo unapoweza kutazama ukayaona maisha ya mtu kama Suleiman. Alipoambiwa unakaa kwenye kiti cha enzi, alitetemeka moyo wake na mifupa ikapondeka. Na Mungu alipomtokea kwa mara ya kwanza, akimuuliza Suleiman, unataka nikutendee nini? Nikupe maisha marefu? Nikupe shingo za adui zako? Nikupe utajiri mwingi? Sema unataka nini? Suleiman alihesabu namna ambavyo mwenyewe hastahili, kwamba ni mwana wa tumbo la Bethsheba, mwanamke aliyefanya mume wake akauawa, na yeye hakuona aibu kaingia ikulu awe mke wa Daudi. Maisha ambayo Daudi alileta upanga nyumbani mwake. Sulemani akijitazama akamwambia Mungu, mimi sina vipawa, sina karama, sina uwezo kama alionao baba yangu Daudi. Nipe hekima nijue jinsi ya kuingia na kutoka kwa watu hawa. Hakuwa na utashi wowote. Hakutaka yoyote ya dunia. Hakutaka fedha na mali. Hakutaka shingo za adui zake. Hakutaka maisha marefu. Alitaka ajue jinsi ya kuingia na kutoka kwenye taifa hili lenye nguvu namna hii, Israeli. Jambo hili lilimfurahisha Mungu. Mungu akambarikia Suleiman na baraka ya mambo ambayo Suleiman hakuwa ameomba. Lakini Suleiman alifika mahala maisha yake alimfikisha katika jangwa la Beth Aven. Suleiman akaanza kujikusanyia wanawake wengi wa mataifa ambayo Mungu alisema msioe kwao wala binti zenu wasiolewe na wao. Suleiman katika jangwa la Beth Aven, maandiko yanasema akawajengea kila mke kati ya wanawake wale 700 binti za wafalme, aliwajengea mahekalu ya gharama kubwa ya kuabudu miungu yao ndani ya Israeli. Hiki ndicho tunachokiita ubatili mtupu. Wakati ambapo Mungu amekuinua kutoka mavumbini, Mungu akakupa kiti cha enzi, Mungu akakupa mtaji ule, Mungu akakupa kazi ile, Mungu akakupa ndoa ile, Mungu akakupa watoto wale, Mungu akakupa kibali kile, Mungu akakupa safari ile. Na kwa nini yale ambayo moyo wako ulikuwa hauwezi kuyatamani, moyo wako ulikuwa hauwezi kuyafikiria, moyo wako ulikuwa hauwezi kujifungamanisha nayo, na sasa moyo wako umekataa kutengwa nayo? Unasikia kama huwezi kuendelea kuishi bila kuongeza mke mwingine. Unasikia ni kama maisha hayawezi kuendelea usiporudi kuwa mlevi. Unasikia kama maisha hayawezi kuendelea
usipoondoka kwenye kiti kile ambacho ni Mungu aliyekwambia muda wewe kukalia kiti hicho umepita. That is the desert of Beth-aven. Mungu anakusudia nini unapokuwa katika jangwa la Beth-aven? Moyo wako ubaki ukiwa umepondeka kama ulivyokuwa moyo wa Daudi. Kwa nini Mungu alimwambia Daudi ni mtu anayeupendeza moyo wa Mungu? Ni kwa sababu siku alipojua ya kwamba amepotoka, alirarua joho la kifalme, akavaa magunia na akajitupa chini akiwa ameburuzika, kwa toba na kwa kufunga na kumngoja Mungu. Zaburi ya 51 ni toba ya Daudi. Daudi anaponena kwa uchungu kwamba niko tayari kupoteza kila kitu, lakini Bwana usiniondolee furaha ya wokovu wako wala Roho wako Mtakatifu. Usiniondolee. Toba ya Daudi ni toba ambayo watu wengi wanaitumia leo. 51 na 32 ni toba ya mtu anayesema vyote na vipotee, lakini mafungamano yangu na Mungu na yabaki yakiwa imara. Jangwa la pili katika siku ya leo ninaotamani kukushirikisha ni jangwa tunaloita jangwa la Zif. Hili utalisoma katika Samueli wa kwanza sura 23 mstari wa 14 hadi wa 28. Na kwa sababu mistari hii ni mingi kidogo na muda wetu hauwezi kuturuhusu kusoma yote, ni talielezea jangwa hili. Jangwa hili la Zif ndipo palipo na mapango makubwa mawili, pango la En-Gedi na pango la Adulam. Ni mahala ambapo Daudi alikaa tena na tena, akipatumia mahali hapa kwa mambo makubwa matatu. Jambo la kwanza, kupumzika kutoka mahala pa kukimbizwa na kuwindwa na Sauli. Jambo la pili, alipatumia kama mahala pa mafunzo, kufanya training kwa ajili ya watu hodari wa vita wa Daudi. Na jambo la tatu, alipatumia mahali hapa kumuuliza Mungu ili aweze kujengewa uwezo wa kustay focused. Kabla hajaenda kwenye mapambano yoyote, angemuuliza Mungu afanye nini na nini kinajiri baada ya hapo. Neno En-Gedi linamaanisha kijito cha mwanambuzi, kijito cha mwanambuzi, na Adulam linamaanisha the hiding place au mahala pa kujificha. Tazama, katika jangwa la Zif, hapa ndiko mahala ambapo Daudi aliwatetea watu, na watu aliowatetea alipigana vita yao. Sura hii ya 23 nilionena habari yake. Na Daudi alipokuwa akiwindwa na Sauli, watu wakamwambia Daudi, Sauli ameuzingira mji, anakaribia kuja kukunasa hapo En-Gedi. Daudi akamuuliza Mungu, Sauli ataingia hapa? Daudi akasema, Mungu akamwambia ataingia hapo. Na Daudi akamuuliza Mungu tena, je, watu hawa niliopigana vita yao, watu hawa ambao nimewatetea umbali ambao nimewatetea watu hawa wa Zif, Bwana, watanitoa kwa mawindo katika mikono ya Sauli? Bwana akamwambia Daudi, watakutoa. Na kwa sura hiyo Daudi afanye nini? Mungu akampa Daudi mwelekeo wa lango la kutorokea. Katika jangwa la Zif, mambo makubwa matatu ndiyo
unapaswa kuyabeba kwa uzito kama somo litakalokupa mwelekeo katika jangwa la Zifu. Jambo la kwanza utatambua katika jangwa la Zifu ya kwamba maisha yako hayana uwezo wa kumpendeza kila mwanadamu. Huwezi kuwapendeza wote. Huwezi kuwapendeza wote. Narudia, huwezi kuwapendeza wote. Kuna watu utawakasirisha unapojaribu kuwapendeza hawa, na kuna watu watakuchukia unapojaribu kuwapendeza hawa. Na kwa sura hiyo nini? Haikupasi kuishi ukiwa na mahangaiko ya kutaka kumpendeza kila mwanadamu. Tazama kipimo chako, uvae joho lililo la mtu safi, mtu atendaye kwa haki na atendaye yanayompasa kutenda. Na uachie watu yale yaliyoko mioyoni mwao yabaki kwa mioyoni mwao. Kwa kuwa Daudi alipigana vita ya watu hawa na akawatetea vema, na alihatarisha uhai wake. Alidhani kwamba kwa kutenda vile basi watampenda na watakuwa tayari kujitoa katika wakati ambao na yeye yuko hatarini. Haikuwa hivyo. Katika saa na zamu ya vita ya Daudi, walimwacha Daudi ahangaike mwenyewe peke yake, lakini katika saa ya vita yao waliona jinsi Daudi alivyopigana mapambano yao. Jambo la pili unaojifunza katika jangwa la Zifu ni kwamba watu wanaweza kukuchukia bila ya sababu yoyote ya maana. Hawana sababu yoyote ya msingi wakakuchukia. Kwa nini? Sauli anamuwinda Daudi sahihi, sio kwa sababu ni mhalifu, ila kwa sababu kuna wanawake kule mtaani wameimba, wakapiga ngoma na kucheza kwamba Daudi ameua 10,000, na wakampa Sauli hadhi ya kuwa ameua 1,000 tu. Hiyo ikawa ni vita inayowinda kuondoa uhai wa Daudi. Mungu anampenda Daudi. Mungu amempaka mafuta Daudi. Na Mungu ana ajenda ya kwamba Daudi akae kwenye kiti cha enzi. Lakini wanadamu, Sauli hakuwa peke yake, alikuwa na majeshi ya Israeli yote. Yamechukua silaha na yamechukua hazina za ikulu za taifa. Wamewekeza kumwinda Daudi mpaka wamwangamize. Amekosa nini? Hakuna sababu yoyote ya maana. Amekosa nini? Watu huweza kukuchukia bila ya sababu yoyote ya msingi, na wakafanya vita nawe kama ni adui yao mkubwa namba 1. Na ukijiuliza nimekosa nini, hautakuta sababu yoyote ya maana kwa nini wakuchukie kiasi hicho. Jambo la tatu katika jangwa la Zifu utakaolitambua ni nini? Ni kwamba watu wanaweza kukulipa mabaya mahala ambapo umewatendea yaliyo mema. Nimeona hili likitokea tena na tena katika maisha yangu binafsi na katika maisha ya wengi niliyowabeba na kuwahudumia kwa jambo moja kwenda jingine. Siwezi kusahau kisa ambacho mara kadha nimekuwa nikinena juu ya mtu ambaye nilimkabidhi nikamwachia Mungu swala lake, na hivi tunavyoongea ameenda katika njia ya watu wote. Moja ya siku alinipigia simu akiniambia, askofu, ukichelewa ndani ya muda si mrefu hamtakuta nikiwa hai. Niko mahala pa kufanya maamuzi yaliyo magumu kabisa. Nataka kuondoa uhai wangu. Nina ufahamu wa kutosha kujua mtu ambaye anaongea kwa lengo la kuwatishia watu na hana maana yoyote
na mtu ambaye anaongea na kile anachokiongea hatanii. Ndivyo alivyokuwa mtu huyu. Hakuwa anatania wakati huo, kwa kuwa alimkuta chumbani kwake mwenyewe mtu aliyekuwa rafiki yake wa karibu. Aliwakuta katika chumba chake cha kulala, na saa hii amekimbilia porini, anakamba, anataka kujinyonga, lakini mtoto wao mdogo wa miaka 4 anamzunguka zunguka, anamlilia baba. Kilichomfanya asijinyonge saa hiyo ni huyu mtoto, kwamba sasa anamzonga. Akawaza amrudishe nyumbani ili amtoroke. Akiwa amemtoroka akajinyonge vizuri huko porini. Wakati amemrudisha nyumbani, ndio akili namjia anipigie simu. Lakini huyu ndiye mtu ambaye huwezi kuamini. Wakati nikiwa nimepiga mbio ya kilomita nyingi kwenda nikamwokoe, na akiwa ameponyoka yeye na mke wake wote, nikawachukua na kuwaweka nyumbani kwangu kwa counseling na maombi mpaka wakarikava na kupona na kwenda kwenye maisha yao wenyewe. Ndiye mtu ambaye katika siku ambayo sikuwahi kuidhani aliongoza watu majangili, watu na waita majangili, watu baradhuri, ambao utambulisho wao sijawahi kujua mpaka leo hii, ila majina walioyataja anaweza kuyakumbuka. Mwingine alisema ni Hassan, mwingine alisema ni Samson, mwingine alisema ni Abdalla. Sina hakika kama majina hayo ni ya kweli. Walitokea mbele yangu na watu hao wakiwa na adhima ya kuninyang'anya gari, na wakasema tumekuja na mtu ambaye ni bosi wako. Nasema bosi wangu ni nani? Na wakamuita kwa simu. Anakuja ni huyu ndugu ambaye maisha yake angekuwa yamesahauliwa mbali kama si Mungu kuweka neema juu yangu kumsaidia kumponya yeye na nyumba yake. Watu wanaweza kukulipa mabaya kwa mema uliowatendea. Wakati huu unapojikuta uko katika wakati kama huu, uko katika jangwa la Zif, jambo moja nimejifunza, kwamba mabaya wanayokulipa watu yasikuondolee moyo mwema wa kuendelea kuyatenda mema kwa maisha ya watu. Kwa sababu moyo wako ukijeruhika kwa kiwango ambacho ukainama, utatamani kuondoka mahala pa kutenda jema lolote kwa awai yote. Lakini maisha yana thamani gani kama jumla ya yote katika maisha kwako itakuwa ni kula na kunywa halafu ufe, na kusiweko na mwanadamu atakaye kuja kusema tazama, kama si mama huyu, kama si baba huyu, mimi nisingekuwa chochote wala lolote leo hii. Maisha yana thamani gani kama si thamani ya kupanda mema katika maisha ya watu, kuyainua maisha ya watu, kuwa baraka kwa maisha ya watu, kubadilisha vizazi, jamii na taifa kuwa maisha ya watu walio bora, hata kila jina lako linapotajwa likafungamanishwa na mambo ya wema wa mema ambayo mtu aliyatenda bila kukoma, bila kujali machungu na mabaya waliokulipa wakati ukitenda mema hayo. Jangwa la tatu ni jangwa gani hapa? Ni jangwa la Dameski. Katika kipindi kilichopita niligusia jangwa la Dameski. Watu wawili maarufu wa siku za maandiko wamekutana na jangwa la Dameski. Wa kwanza ni Elia katika Wafalme wa kwanza sura ya 19 mstari wa 15. Yeye alielekea jangwa la Bethsheba, na huko alienda mpaka mlima wa Mungu Horeb, ambao ndio Sinai. Akaisikia sauti ya Mungu
Mungu akamwambia, geuka uende mpaka jangwa la Dameski. Jangwa la Dameski, huko utakutana na mtu anaitwa Hazaeli, mpake mafuta awe mfalme wa Shamu. Kisha ndipo utakaporejea kutana na Elisha mwana wa Shafati, mpake mafuta achukue nafasi ya ofisi ya nabii ulionayo. Na kisha mpake mafuta mtu anaitwa Yehu mwana wa Nimshi, ili awe mfalme juu ya Israeli. Na kwa sura hiyo utatambua ya kwamba Elia alitumia jangwa la Dameski kuwa mahala pa kupata mwelekeo ulio mpya wa maisha yake ya huduma. Na wa pili si mwingine ni katika Matendo sura ya 9. Utaona Paulo mtume anaenda Dameski akiwa na farasi wake. Bwana Yesu anamtokea katika jangwa la Dameski, anampiga kwa umeme wa radi, macho yake yanakuwa kipofu, anaanguka juu ya farasi, kutoka juu ya farasi, naye anamuuliza, unani wewe Bwana? Tangu saa ile maisha yake yanabadilishwa. Mambo makubwa mawili juu ya jangwa la Dameski. Ni jangwa linalonena kurejeshwa na kufanywa upya kwa neema na upako juu ya maisha ya watu. It's the restoration and the renewal of God's anointing and the grace of God upon your life. Kuna namna ambayo ukikutana na jangwa la Dameski, linamaanisha kuna neema ulipoteza, umekata tamaa, umeshushwa moyo, unapoteza mwelekeo. Jangwa la Dameski litakuleta mahala pa kurejeshewa neema uliyopoteza na kurejeshewa kila namna ya upako na nguvu ulizopoteza, ili safari yako ianze upya. Jambo la pili katika jangwa la Dameski, hii ni point B, ni nini? Ni kupokea joho la kukamilisha kazi ya yale Mungu aliyokupatia. Joho la kukamilisha kazi ya yale ambayo Mungu anakupatia kuyatenda. Ni katika jangwa la Dameski utakutana na mambo ambayo kama unasikia huu ndio mwisho wako, Mungu atafanya ule mwisho uwe ndio mwanzo, na uwe na kilele cha mwisho mwingine wenye kumtukuza. Jangwa la 4 siku ya leo, ili linaitwa jangwa la Tekoa. Jangwa la Tekoa utaisoma katika kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 20 na mstari wa 20. Ni jangwa linalomaanisha nini? Ni jangwa linalomaanisha uwezo wa Mungu. Neno lile Tekoa linamaanisha Mungu kama hodari wa vita, anajulikana kama El Gibor. Neno the Giborims ni mashujaa wa vita, ambao kwa hakika hawa katika siku za maandiko, kama wakitokea katika ulimwengu wa damu na nyama, mara zote ingesadikika kwamba hawa si wanadamu, ila Mungu ametokea katika umbo la mwanadamu. Utasemaje kwa mfano wa Daudi akiwa kijana wa miaka chini ya 17, anapotumia ngumi za mikono yake kupiga ngumi simba au dubu na kuwararua kwa mikono yake, na halafu anawanyang'anya mwanambuzi au kondoo. Hicho ndicho tunachokiita the Giborims, yani mashujaa wa vita, ambao wanapopambana ile pambana yao
siyo ya kawaida. Zaburi sura 24 mstari wa 7 na wa 8 unanena juu ya malango yenye vichwa, na mstari wa 8 unanena vema. Malango yanauliza, ni nani huyu ambaye ni Bwana wa utukufu? Naye malango yanajibiwa na nabii kusema, yeye ni Bwana hodari wa vita, ndiye mfalme wa utukufu. Neno Bwana hodari wa vita hapo ni Jehova El Gibo. Yeye anapodhihirika kama Bwana aliye hodari wa vita, katika andiko nilokupatia la Mambo ya Nyakati wa Pili 20:20, ni pale anaponena, mnamwamini Mungu, waaminini watumishi wake manabii, ndipo mtakapofanikiwa na kustawi sana. Hawakuwa na silaha, hawakuwa na mapanga, hawakuwa na mikuki, hawakuwa na ngao, hawakuwa na silaha za vita. Walishika tarumbeta, wakashika silaha zana za muziki, wakamsifu Mungu akisema, mshukuruni yeye kwa kuwa ni mwema na fadhili zake ni za milele. Bwana kama El Gibo akaingilia kati, na majeshi ya mataifa matatu wakapambana wenyewe, wakageukiana, wakamalizana, huku Israeli wakimsifu Mungu. Wakati wowote unapokuwa katika jangwa la Tekoa, ni jangwa la mtu ambaye umezingirwa na adui, na adui hawa wana uzoefu kuliko wewe, wana nguvu kuliko wewe, na pengine ni adui wa zamani, vita iliyokuwapo kabla hujazaliwa. Imemshinda babu yako, ikamshinda baba yako, iliwashinda bibi zako, imewashinda mama zako, na sasa ni zamu yako. Inasema na wewe utakuwa kama mmoja wao. Uko katika jangwa la Tekoa. Unachokihitaji ni mdhihirisho wa El Gibo, naye anapoingilia kati mapambano yako, utawateka wanaotamani kukuteka. Utashinda katika yale ambayo wengine wote waliokutangulia walishindwa. Wewe utapewa ushindi huu. Bwana hodari wa vita, yeye ndiye mfalme wa utukufu, na pewe kuingia. Jangwa la 5 na la mwisho katika siku hii ya leo ni jangwa tunaloliita kuwa ni jangwa la Kadesh. Jangwa la Kadesh ni jangwa linalojulikana kuwa maarufu kwa jina lake. Neno Kadesh linamaanisha the sanctuary, na sanctuary ndiyo inayotupatia neno sanctification, yani kutakaswa, kunako tupatia justification, yani kuhesabiwa haki. Ili upewe haki ya Kristo, lazima uwe umepewa utakaso wa Kristo. Na ukipewa utakaso wa Kristo, inakuja hiyo haki, inakuwa ni kama mtu ambaye hajawahi kutenda dhambi yoyote hapo kwanza. Na kati ya majina ya maagano ya Mungu, jina mojawapo lililo maarufu la Mungu anaitwa Jehova Makadesh. Jehova Makadesh linatupatia neno lile lile Kadesh pale mwishoni, likiwa linamaanisha nini? He is the God of holiness, Mungu ambaye ni mtakatifu sana. Wale walioko kule mbinguni wananena utakatifu wake kwa viwango vitatu tofauti. Wanasema mtakatifu, 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 Bwana Mungu Mwenyezi,
uliyekuwako, uliyeko na utakaye kuja mfalme. Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu. Hiyo ndiyo inayompa Mungu sifa na hadhi na jina la Jehova Makadesh. Tofauti kati ya Mungu wa kweli na miungu iko katika utakatifu wake. Mtu yeyote ambaye hahitaji msamaha wa Mungu, anachokihitaji ni kuleta dhihaka au kubeba kwa wepesi utakatifu wa Mungu. Kati ya nyakati ambazo Mungu anataka kuonyesha seriousness aliyonayo katika jambo lolote, utamsikia mara chache akisema, mimi Mungu nimeapa katika utakatifu wangu, jambo hili nitalitenda. Anapoapa katika utakatifu wake, anakuwa Mungu wa agano kama Jehova Makadesh. Na anapokuja kama Jehova Makadesh kwamba katika utakatifu wake hili litatendeka, anamaanisha kwamba hawezi kuahidi jambo jingine aishie kuwa ametenda vingine, na hawezi kukubali uovu kuwa ndio haki akaifanya haki kuwa ndio uovu. Miungu, yani ngome yoyote ya mashetani, inajitofautisha kwa namna ya kutenda isivyo haki. Nakumbuka moja ya watumishi wazee wa Mungu kule Afrika Magharibi, katika moja ya siku akiwa amealikwa kwenda kuhudumu, yeye anatumia title ya mwinjilisti. Huduma yake ni kubwa na ni pana katika mataifa kadha wa kadha, na yeye amebaki kuwa mwinjilisti. Katika moja ya nyakati akiwa amealikwa katika crusade moja kwenye mji unaitwa Enugu kule Nigeria, akiwa anaenda kwenye crusade, jioni moja akakutana na kulikuwa na hiyo encounter. Amekutana na mjumbe wa shetani, actually ni shetani mwenyewe aliyemtokea. Anamwambia, umesikia habari za watumishi wangu walioko hapa kwenye mji huu? Anamaanisha ni nani? Akasema ni wachawi maarufu walioko hapa, umesikia habari zao? Na huyu mtumishi wa Mungu anamjibu huyu shetani kwamba nitawashughulikia. Shetani akamwambia, nitakuacha ufanye kazi yako bila kukubugudhi kama hautawabugudhi watu wangu. Watu wangu wabaki salama, wafanye kazi zao kwa uhuru, wala usiwataabishe. Na sisi hatutakutaabisha wala hatutakuzuia kazi yako. Sawa? Na huyu mtumishi wa Mungu ambaye ni mzee akadhani amekuwa na deal na shetani. Kwa hiyo akasimama kwenye crusade, na akiwa katika kuhubiri, Roho Mungu akamdrive kufika kwenye kona fulani, akasema, kama wewe ni mchawi unayejihusisha na uchawi, sio mchawi uliota ndoto, kama ni mchawi unapana ungo ukasema wewe ni mchawi, a practicing witch, wewe ni mchawi hasa, nyosha mkono juu. Na akaona mikono imenyooshwa mingi, na akamwambia, shusha mikono. Hamjanielewa? Akarudia swali lile lile, wakanyoosha mikono juu. Sauti ikamkumbusha kwamba jana tulikubalianaje, ukiwabugudhi hawa hautafanya kazi yoyote hapa. Akaogopa, akasema, mmesamehewa, mmerehemiwa. Akaendelea na mwelekeo mwingine wa huduma. Alipotoka kona hiyo, akapigwa mshale mkali akiwa kwenye gari kwenda kwenye hoteli yake. Moyo wake ulikuwa unasimama, hawezi kusustain mzunguko wa damu kwenye mwili wake, akidhani kwamba ni jambo litakaloondoka ndani ya muda si mrefu.
alipambana usiku ule kwa masaa fulani, na ilipoisha akasema, Shetani, umenipata leo, hautanipata maisha yangu yote. Nilidhani una heshima kiasi cha kwamba ukisema hautanibugudhi, nisiwabugudhi watu wako, utasimamia uliopatana nami. Lakini nimejua kuwa huna patano lolote unalolitunza. Kuanzia siku hiyo, huyu mtumishi wa Mungu amesimama akijua ya kwamba hakuna uwanda wowote wa patano hata kwa theluthi moja kati ya Shetani na walio wa Mungu. Kwa nini? Ni kwa sababu ni Mungu tu peke yake ambaye akifanya agano na wewe, agano hilo litasimama milele. Ndivyo litakavyokuwa. Kwa nini? Kwa sababu yeye ni Jehova Makadesh, Mungu wa utakatifu. Katika utakatifu wake hakuna kivuli cha kugeuka geuka. Aliyoinena ndiyo aliyoimaanisha, na anayoimaanisha ndiyo anayoinena. Haneni akabadili. Kwake hakuna kivuli cha kugeuka geuka. Sivyo ilivyo kwa Shetani na malaika wake. Watakuahidia mbingu wakupatie jehanamu. Watakuahidia afya njema kupatia magonjwa na maradhi. Na kwa hakika ukifanya vema katika ufalme wa Shetani, akisema nataka nikupe promotion, nataka nikupe zawadi, zawadi anayokupatia ni mauti, ni kukuua, ni kukufuta juu ya uso wa nchi. Ndivyo utakavyotambua wokovu sio aina ya dini ya kuonyesha tamaduni na taratibu zinazoonekana kwa nje tu. Wokovu ni imani inayoleta badiliko la moyo. That is the covenant between you and Jehovah Makadesh. The covenant that transforms life. Ni maisha yaliyo zaidi ya muonekano wa dini inayofuata formalities na tamaduni na taratibu za wanadamu. Inakubadilisha kutoka moyoni. Uwe mahala pasirini, uwe mbali kabisa, uwe kwenye taifa ambalo hakuna anayekuona. Mke wako hakuoni, watoto wako hawakujui, washirika wenzao hawakujui, uko mbali. Ukila vitu vya unajis, ukitenda matendo ya udhalimu, hakuna akuonaye. Lakini unajua ndani yako unalo agano la Jehova Makadesh. Unajua yeye aonaye yote anakuona, na huyo ndiye uliye na agano la kumcha siku zote. Umekataa kufarakanishwa naye. Kwa sura hiyo inakuleta wewe mahala pa kujua ya kwamba Mungu uliye na agano naye kama Jehova Makadesh atakukaribisha, na utakuwa ni mtu unayeishi katika nyua zake, in his sanctuary. Maana yake yeye mwenyewe anakuwa Mungu aliyekuleta kwenye nyua zake za utakatifu ili ukauishi utakatifu wake. Kwa sura hiyo, wakati unavyomtumaini, yale ambayo hayaruhusiwi kuingia mbinguni hayaruhusiwi kukupiga wewe. Wakati unavyomtumaini yeye, unamruhusu yeye akuongoze, akutetee, akupiganie. Yale yote yaliyo ya nadhiri za utakatifu wake yatakuwa yako, na jina lake litatukuzwa katika maisha yako. Mahala sahihi pa kuanzia ni wewe kumpa Yesu maisha yako, awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Kwa kuwa yeye aliye mtakatifu sana hawezi kuchukuliana na uongo, hawezi kuchukuliana na udhalimu wowote, hawezi kuchukuliana na tamaa mbaya. Yeye ni Mungu mtakatifu. Kama ambavyo sehemu ya majangwa mengine yalivyo, jangwa kama jangwa la Beth Aven
ambalo humfanya mwanadamu kuwa kiumbe msahaulifu. Unasahau alikokutoa Mungu. Mungu akanena kwa huzuni kubwa juu ya Israeli, nichukuliane na watu hawa mpaka lini? Mara 10 hizi wamenijaribu. Kila waliponijaribu wameyaona matendo yangu, wameuona mkono wangu wa muujiza, lakini wamekataa kunisadiki kwa kweli, kwa moyo uliopondeka. Na kwa sura hiyo wameichokoza ghadhabu yangu, nami nimeapa kwa hasira yangu, hawataingia rahani mwangu. Ukiwa tayari kumpa Yesu maisha yako, yeye awe nadhiri yako, yeye anazo nadhiri kwa ajili yako, nadhiri hizi za msalaba, raha ile ya umilele wake na iwe ni raha ya fungu lako. Weka mikono yako yote miwili kifuani pako. Kwa kumwamini yeye, omba pamoja nami. Sema, Bwana Yesu, nafungua moyo wangu leo hii na kukaribisha wewe. Tawala Bwana, roho, nafsi na mwili wangu. Unifanye kuwa wako milele, kwa kufuta jina langu katika kitabu cha hukumu. Naomba uandike jina langu katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo. Nachagua wokovu leo hii kwa kuacha mizigo yangu yote msalabani, nami nitaendelea mbele daima na kamwe sitorudi nyuma, katika jina la Yesu Kristo, amen. Umesema maombi haya, wewe umeokolewa tayari. Kwa yale yote ambayo ni maombi yangu, kwa wale wote naomba kwa ajili yao, kwamba roho ya mkwamo itakuwa imeuawa na mizizi yake imeng'olewa katika maisha yao, unastahili maombi haya. Na Mungu ambaye hunisikia na kunijibu maombi yangu, akanisikia na kunijibu kwa ajili ya maombi yale ninayokuombea saa hii. Utafanya vema kabisa ukiwasiliana nasi kwa namba zinazopita kwenye screen yako. Wasiliana nasi vivyo, kwani kwa ushauri, maombi yaliyo sahihi na maelekezo yatakayo kufanya maamuzi yaliyo sahihi kwa kesho ya maisha yako, ni hazina zinazokujilia bure, lakini si za bure, kwa sababu zimelipiwa, zimefanyiwa investment, zimewekezewa kwa gharama kubwa, ili zikufikie wewe kwa namna ya wepesi. Kule kuwa inakujilia bure, kamwe isikufanye kuwa mtu uliyepigwa na giza la ufahamu, kudhani haina thamani, kwa kuwa kuna thamani ya mambo ambayo kamwe hailipiki, ila Mungu amewafanya watu wanaokupenda na kukuthamini kulipa gharama yake ili kufikie wewe kwa wepesi. Fanya uamuzi, tukutane katika madhabahu ya mji wa Bwana, mahala mabaya siporuhusiwa kuharibu, kwani katika mji wa Bwana, kama unavyosikia ndivyo utakavyoona. Na twende tuombe kwa ajili ya kukomesha roho ya nyika na jangwa katika maisha yako sasa. Mikono yako yote miwili kifuani pako, na tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, yatosha maisha ya kwenda kwa kutatanika. Yatosha maisha ya kwenda akiwa katika nyika na jangwa. Wengine wako kama Yoshua. Yale yanayoshangaza ni kuona mambo yaliyo dhahiri, kwamba kama si wewe Bwana, maisha yake yangekuwa si lolote, si chochote.
Lakini kwa nini leo hii moyo wake una hangaiko la moyo? Hajui achague nini. Achague kukuandama au achague dunia? Achague ya kazi ya msalaba au achague ya shetani? Baba, sauti yako kupitia nguvu katika neno na imrejeshe sasa katika njia zile za uzima wa milele, atengwe na njia za mauti zilizo ndani yake. Wengine wao wametatanika kama Daudi, wametatanika, wako katika jangwa la Zif. Watu waliowatendea mema ndio waliowasaliti. Watu waliowekeza muda wao, juhudi zao, nguvu zao, thamani la pendo lao, ndio watu waliowaonyesha kuwa hawana maana yoyote wala thamani yoyote. Sauti yako imenena mbele yao. Sauti yako imenena na mioyo yao kwamba wanadamu watabaki kuwa wanadamu. Yatosha kutazame wewe, Jehova Makadesh, Mungu wa utakatifu wote, ambaye ndio yako ni ndio na sio yako ni sio. Akutumaini, akuandame, hata ikawe ya kwamba wewe uliyemtokea Elia ukamwambia nenda katika jangwa la Dameski, mlete naye mahala pa majira na nyakati ambazo nguvu zake zitafanywa upya, neema yako itafanywa upya juu yake, upako wako utafanywa upya juu yake, matumaini yako itafanywa upya juu yake, naye apewe ufahamu ya kwamba huu sio mwisho, huu hauwezi kuwa mwisho. Huu sio mwisho, na huu hauwezi kuwa mwisho kwa maisha yako. Mungu mwenye enzi yote, jionyeshe ya kuwa wewe ni El Gibor. Ndivyo ulivyotenda kwa Yehoshafati na Israeli yote. Majeshi ya adui wakaangamizana, na kwa muda wa siku 3 wakaokota nyara. Bonde la vita likageuzwa, jina lake likawa bonde la baraka. Mungu mwenye enzi yote, fanya tembeleo juu ya maisha yake, juu ya uzao wake, juu ya kazi zake, juu ya biashara zake, juu ya huduma yake. Jionyeshe ya kuwa wewe ni Mungu mwenye nguvu katika kila eneo la maisha yake. Unyooshe mkono wako vivyo, na iwe baraka, baraka isiyoweza kutindika. Iwe baraka na shuhuda za matendo yako ya wema pande zote za maisha yake. Asante kwa kuwa Mungu mtakatifu, katika utakatifu wako daima utaabudiwa, na katika utakatifu wako daima tutakurejeshea utukufu unaokustahili, katika jina la Yesu Kristo, amen. Jina la Bwana na litukuzwe na kuhimidiwa mno. Tukutane tena katika kipindi kingine cha nguvu katika neno, katika hitimisho la sehemu hii ya 5, kipindi cha 4, tutakapoongea juu ya dalili au mdhihirisho wa roho ya nyika na jangwa katika maisha ya watu. Wala usisahau, ni shauku ya moyo wangu kukutana nawe uso kwa uso katika nyua za mji wa Bwana. Baraka ya Bwana na idumu kuwa juu yako. Shalom.